Kwa majina naitwa Humphrey. Bajeti ya siku ya leo kwangu haina umuhimu wote, kwa sababu sisi kama wananchi wa kawaida tumefinyirika kimaisha. Bajeti hii ya 4.8 trillion kwa kwetu tunaona haifai, kwa sababu viongozi wetu matumizi yao iko juu sana. So wao wakati wanatuambia watapunguza 0.2, kwetu sisi hatuoni kama ina umuhimu wowote. Maana unakuta kama ni transport iko juu. So by the time tunatoa mizigo yetu mashambani kulete sokoni, inakuwa hamna kitu yote sisi kama wananchi wa kawaida tunapata. So kwetu sisi bajeti hii leo mwanzo haina umuhimu mkubwa kwetu. Kipi wapunguze basi? Wapunguze bajeti yao yao wenyewe ya matumizi yao. Aswa kama jana tulipoona ule ule mkaguzi alisema bajeti ya viongozi wetu iko juu. Kwa hivyo waanze na hiyo yao ili mwananchi wa kawaida aweze kufaidika. Asante. Tulie majina yako kamili, alafu wewe unatarajia nini kuhusiana na mambo haya ya bajeti? Majina yangu naitwa Faith Nduva. Hii mafuta na maisha ya saa hii ya Kenya inatupeleka vibaya sana. Kwa sababu gani? Tunashindwa hata kulipa rent, tunashindwa hata kupanda gari, tunaenda kibarua kutafuta na tukirudi tunarudi mguu kwa sababu hatujapata chochote. Watupunguzie mafuta na watushukishie ushuru angalau. Asante. Majina yako alafu tuambie na maoni yako kuhusiana na mambo ya bajeti. Njoo hapa mbele. Majina yangu naitwa Wilson Kaingu. Mimi ni mkazi wa hapa Kongowea sokoni. Bajeti yetu inaenda kusomwa leo, lakini kusema ukweli ni bajeti ambayo inagandamiza mwananchi wa kawaida. Kwa sababu ukiweza kuangalia especially swala letu kuu leo, tunaomba tu Wizara ya Kawi ikiongozwa na Bwana Upio Wandai pamoja na serikali yote kwa ujumla waweze kufanya marekebisho, kwa sababu mafuta ni kama ndio uti wa mgongo wa mwananchi wa kawaida. Mafuta yanapopanda, biashara zote ama biashara zote huenda chini, kwa sababu kama sasa hivi hata unaponunua bidhaa yako kwa bei rahisi kule shambani, inakuwa ni changamoto hata kumuuzia yule mnunuzi. Inabidi unamuuzia maradufu kwa sababu ya mafuta kupanda. Kwa hivyo tunaomba tu serikali waweze kutuangalia kwa hilo, kwa sababu kama saa hii mali hakuna, na si kwamba ati shambani hakuna mizigo, lakini kwa sababu ya bidhaa ziko juu. Mafuta ikiwa juu, ile mali kule unaponunua kwa bei rahisi, ikifika huku inakuwa shida na changamoto hata ya kununua. Kwa hivyo leo waweze kufanya hayo marekebisho. Asante. Majina yako alafu niambie, kando na mafuta labda kuna kipi ambacho kinakuridhisha ama ungependa pia kiondolewe? Kwa majina naitwa Wanyama. Mimi ni mkazi wa hapa Kongowea. Sisi tunapitia changamoto hivi kama mafuta imepanda, na si wenyewe natoka mbali. Tunatumia pesa nyingi kwenda huko nyumbani, na pesa yenyewe tunapata hapa soko sasa ni kidogo. Sasa mtu mwenye anakuja kununua mzigo, ananunua mzigo kidogo yenye mwenyewe anabeba, na kibeba hivyo mwenyewe. Sisi hatuna kazi. Sisi tunabaki tumekaa hivyo bila kazi. Sasa watu sasa pesa hakuna. Mtu anakulilia pesa hakuna. Anakupea shilingi 20, umetoa hapa mzigo mpeleka huko mbali. Yaani sasa kazi hakuna, pesa hakuna. Sasa kama ni finance bill, wafanye hivyo, wapunguze mafuta kwanza. Mafuta ndio kitu inatusaidia sisi wananchi. Labda niambie majina yako alafu wewe unieleze katika kazi unayofanya hapa sokoni, bajeti inasomwa leo ina maana gani kwako, na maoni yako kuhusiana na bajeti hii ya trilioni 4.8? Kwa majina naitwa Wilfred Marwa, nafanya kazi hapa Kongowea. Kulingana na bajeti ambayo inaenda kusomwa leo, tunaona kwamba kuna mapungufu makubwa sana kwa wananchi. Wananchi wanaumia sana, wana mzigo sana, kwa sababu tukiangalia kila sekta imeathirika. Kulingana vile ambavyo tulipata Mr. President akapanga hii finance bill, imeathiri uchumi. Ukiangalia hata wanafunzi ni watu ambao wanasoma kwa shida. Ukiangalia hata sisi hapa sokoni tuna shida, kwa sababu tukiangalia transportation it cost so much. Ukiangalia hata mtu ambaye anasafiri kwa upande wa mabasi vile analipa zaidi. Haya, sisi kitu ambacho changamoto ambazo tunazo ni kwamba katika bunge letu linapokuwa limekaa linapanga hii bajeti ya sasa hivi, waangalie serikali vile imechipangia pesa donge nono, wapunguze zile pesa zetu kutusaidia sisi na tuwe na unafuu wa kimaisha. Ni hayo tu nilikuwa nayo, na asante sana.
Sasa labda nipate wa mwisho labda kuzungumza. Songa hapa karibu. Majina yako kama kijana, labda hii bajeti ya trilioni 4.8 na sekta muhimu kama vile elimu imetengewa labda bilioni 700 na afya 175. Labda unaona zinatosha? Sioni haja kama mimi naitwa Justin kwanza. Kuhusu hilo sioni kama inaweza tosha. Manake